Niongee na Waafrika wote tunaolia leo kwamba kuna Samsoni anazaliwa. Endelea kulia mbele za Bwana. Kuna Samsoni anaendelea kukua. Samsoni ananyonya maziwa. Utakapofika muda ambao Mungu amekusudia Samsoni aanze kuwapiga wasiojulikana kwenye mataifa yetu, kwenye nchi yetu, kwenye jamii yetu, kila mtu hataamini hicho. Ili Samsoni azaliwe, ili Samsoni akue, ili Samsoni afikie viwango vya kutupambania, ni maombi. Ni maombi, sio wanasiasa. Waache wanasiasa waendelee na siasa zao, lakini kanisa kama kanisa wote tuiname, tumwite Bwana, tumwite Mungu. Hakuna namna, kwa sababu ukiongea kibinadamu unaonekana ni mchochezi, unaonekana ni mtu mbaya, lakini sio Mungu. Mungu akiingia kuongea atawanyamazisha wasiojulikana. Kwa hasira yake atawapiga, hawataendelea kuishi. Watashangaa anayewapiga hawamuoni, watashangaa anayewateketeza na kuangamiza hawamuoni, anayewaua hawatamuona. Niwaonye viongozi wa nchi za Afrika, msiwe watumwa wa wazungu ambao wanawatumia vibaya. Ebu tengenezeni mahusiano na Mungu, alafu na watu ambao Mungu amewapa muwaongoze. Tengenezeni mahusiano vizuri, kwa sababu leo polisi kama utatumiwa kuua watu, kumbuka utastaafu na wewe utarudi kuwa uraiani. Ndugu zako watauawa na wewe. Nataka nikwambie polisi, nataka nikwambie mwenye mamlaka, siku kiondoka kwenye mamlaka yako, hao wasiojulikana hawatathamini mchango wako ulipokuwa mwenye mamlaka na cheo, na wewe watakuua vile vile kama ambavyo wewe wanakutuma uwaue. Kama uniamini, kama unielewi, fuatilia habari za Kabila, nini kinachoendelea. Nasema hivi, Mungu anaona, tena Mungu anaumia mno tunayoyafanya. Tanzania mpya inakuja, iliyobarikiwa. Amen.